bado dhana ya win-win lazima iangaliwe, kwamba serikali lazima ione namna ya kufaidika, lakini pia sekta binafsi pia lazima ifaidike, na mwisho wa siku ule ubia ukawa una maana. Kwa hiyo nitaka nikazie hilo eneo, lina maana kubwa. Lakini dhana hii ya ubia nafikiri kwamba lazima tuitranslate kwa mapana, kwa sababu tuko kwenye taasisi ya elimu hapa, na yamkini kwa mfano sisi hapa tuna maeneo huko labda tuna ardhi, nafikiria je, ninaweza nikaweka mbia, nikafikiria nikafanya ubia na mtu fulani, yamkini ukawa ni ubia mdogo. Miradi hii ni ile mikubwa, lakini jinsi gani ubia ukawa na sura kubwa na watu kufikiria ubia wa kushirikiana na wadau wengine. Ni kweli public private, lakini je, uko mitahani hakuna private? Au je, kwenye serikali hakuna fursa ya kufikiria public? Kwa hiyo nadhani ile PP zetu zile zina fursa pana zaidi kuliko hii ambayo imewasilishwa leo, na sisi kwetu hapa kama wadau wa kujenga nchi tukafikiria namna ya kufanya ubia wa namna mbalimbali kuweza kupata mitaji na kufanya miradi mikubwa. Lakini jambo la pili, nafikiria kwamba amezungumza Mheshimiwa Kafulila hapa kwamba kuna vyanzo vingi vya fedha. Ni kweli tunafikiria miradi ya ubia, lakini kama nchi tuna fursa kwenye maeneo mbalimbali. Kwa mfano wenzetu wa Ethiopia wamejenga bwawa kubwa sana kutumia diaspora bond. Wana wadau wengi wako nje ya nchi. Jinsi gani wakawaalika wadau wa nje wakaleta mtaji. Sasa hapa ni wazo kwa wenzetu hawa ambao wanaboresha framework yao, jinsi gani wakapanua wigo wa maeneo mengine ya ubia ambayo yamkini sio yale ya mazoea ya makampuni na mashirika, kuona jinsi gani private sector ika raise capital tukapata fedha. Hata hizi cloud funding yamkini sisi hapa tukaweza kuongeza mtaji kwa namna ya kushirikiana na tukaweka mtaji huo, na baadaye miradi fulani ikawekezwa kama hao wenzetu ambao wametumia wananchi wao ambao wanaishi nje. Kuna mifano mingi amezungumza pia mambo ya barabara. Kwa mfano wenzetu wale wa Uganda, barabara kati ya Entebbe kuja Kampala, kuna barabara mbili pale. Moja ni ya ubia, unaamua upite barabara ipi, ulipe hii ya tozo au upite ile ya umma ambayo ina msongamano mkubwa. Nadhani hata sisi tunafikiria kujenga barabara nyingine Morogoro Dar es Salaam, sijui kama imefikia hatua gani. Naona bado kuna fursa kubwa ya miradi mikubwa na kuwa na ubunifu kwenye kufanya miradi hiyo, na ikawa ina msaada mkubwa kwenye taasisi zetu, serikali za mitaa na nyinginezo kuweza kupata fedha. Lakini jambo la mwisho na sio kwa umuhimu, yamezungumzwa hapa kwamba kuna mpango wa maendeleo wa miaka 5 ambao ni wa 4 ambao unaanza kutekeleza dira yetu ya 2050. Lakini pia amezungumza mzungumzaji kwamba kuna hiyo $1 trilioni uchumi wake utengenezwe, lakini pia ni kweli tunafahamu kwamba katika huo uchumi inatakiwa sekta binafsi ichangie kwa 70%. Sasa sekta binafsi ni wakina nani? Mimi ninaona hapa sote tuna mchango mkubwa sana wa kuona namna gani ya kuwajibika.